Ni katibu tawala wa wilaya Karagwe Rasuli Shandara wakati akitoa taarifa ya serikali kwa niaba ya mkuu wa wilaya Karagwe katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Karagwe ambacho kimedumu kwa siku mbili katika ukumbi wa Ngaza mjini Kayanga na kuhitimishwa Mei 20 mwaka huu, ambapo bwana Rasuli amesema kuwa licha ya wilaya Karagwe kuwa salama hadi sasa, wapo baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakijaribu kuvuruga amani hiyo. Pasi na kuwa na amani hauwezi ukafanya jambo lolote la maendeleo. Mwenyekiti, unaweza ukawa shahidi kwenye familia ambayo baba na mama wanagombana, inawezekana hata watoto hawapatikani. Kweli si kweli? Kweli. Inawezekana hata watoto hawapatikani. Utapataje mtoto wakati ya msalimiani, wakati ya mwongei, mnalala mzungu wa nne? Sasa katika maendeleo ya wilaya ya Karagwe ni lazima tufike hatua vyombo vyetu pamoja na wananchi tumekuwa tukihimiza sana mshikamano na mashirikiano na kutunza amani ya wilaya ili tuweze kujiletea maendeleo. Fedha hizi ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezileta ni kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya. Na ndio maana kila kukicha mkuu wetu wa wilaya Kakangu Julius Kalanga Laiza amekuwa akisisitiza umoja na mshirikiano katika wilaya yetu ili miradi hii iwe na tija kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, si vizuri sana kuyazungumzia, lakini tuliona kadhia ambayo wenzetu maeneo mengine waliipata mwaka jana. Wako watu walipata hasara ya kuunguziwa mali zao, nyingine ziliibwa, nyingine zilifanywa vitendo vya kihalifu vilifanyika. Hakuna maendeleo katika maeneo yale. Mtu atakachokuwa anakifanya ni kuanza kurejesha kile kilichopotea kwanza, asogei mbele. Kauli hiyo imeungwa mkono na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Karagwe, Pascal Rwamgata, wakati akitoa salamu za chama. Sisi tumeishi mpaka miaka hii ambayo tumeelekea ukingoni mwa kuishi hiyo 70 na kuondoka kwenye hii ya neema. Tumekuta nchi yetu ni safi, inaendelea vizuri, ina amani, na waliojenga sio sisi, tulikuta wengine walishajenga, sisi tukaendeleza. Kwa sasa tuna majukwaa, tuwaambie vijana wetu hapa, hasa wanaodanganywa na sisi wazee wenye umri mkubwa, kwamba hili zeni linalokudanganya lina miaka 60, kama leo liko yaliyopo limebakiza miaka 10 kufa, lakini wewe una miaka 20 na 25, una miaka zaidi ya 50 kuishi. Sasa kwa nini nakudanganya uharibu nchi yako, wewe ambao una muda mrefu wa kuishi kwenye nchi hii, wakati hili inaondoka siku chache? Ukawafundisha haya wakaelewa, hawatachoma nchi tena, hawataharibu mambo tena. Tuna majukwaa, tuwaambie Mheshimiwa madiwani, mna majukwaa wote hapa, tuna majukwaa. Wale ambao hawana majukwaa watachomekea, tuongezee, tuwaambie watu wasichome nchi yao, wana muda mwingi wa kuishi. Tena mzee ambaye nahamasisha inakaribia kufa, mingine inamvi mpaka kwa pani. Twende tuwaeleze watu wetu kwamba amani ni kitu muhimu, amani kila kitu. Kwa Karagwe ni wageni, mtakuwa mjui Karagwe, lakini Karagwe tulishaonja, tuna vionjo. Mwaka 78 tunajua kilichotokea, watu wanatokea Msenyi wakati waliamini, tuliona. Mwaka 94 tumeona hapa mpaka Chabalisa tukawa na wakimbizi, tuliona. Mto Kagera tuliona yaliyokuwa yanapita, sisi hatujayashuhudia haya. Leo ndio tunataka tuharibu. Twendeni waheshimiwa diwani, chama katika salamu zetu za chama, nendeni tufanye mikutano zaidi, tuzungumzie hapa pamoja na maendeleo, amani iwe kitu cha kwanza. Baadhi ya madiwani wamepata nafasi ya kutoa mchango wao ndani ya kikao hicho na kuuliza maswali, akiwemo Magnus Cheusi diwani wa kata ya Kibondo, Jeni Bilaro diwani viti maalum tarafa ya Nyaishozi, na Steven Rwamwangi Mgasha aliyoji swala la BBT. Mimi niombe kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa jinsi anavyotuma fedha za ndani ya maendeleo. Ukiangalia nyuma ilikuwa ikituma fedha ya usi kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Sasa ukiangalia karibia kila mwezi Mheshimiwa Rais anatuma fedha. Ukiangalia hapa kiasi cha Januari Machi milioni 335.8, si jambo la kawaida. Ukiangalia miji yetu jinsi vibanda vinavyonyanyuka, jinsi majengo yanavyonyanyuka, unajiuliza
ofisi inakosa nini kwenda kuangalia hawa watu? Je, kuna upungufu wa watumishi? Lakini je, nyenzo gani ambazo hawana? Lakini huku sheria inasema kwamba wanaenda kubomoa. Hawa watu wameelimishwa? Wanajua ramani za miji? Kwa mfano miji Kayanga na Musha, hapo ni karibu. Naweza kusema ni labda kuna gharama kubwa. Lakini hapa Musha, mwenyekiti, kama kuna mapungufu, ofisi hii iseme. Naomba kujua hatima ya BBT. Kwa sababu nimepitia taarifa za idara ya kilimo humu. Nilitarajia angalau tungekutana na hicho kitu. BBT ni muda mrefu kata ama vijiji tulitoa maeneo kwa ajili ya miradi ya kilimo cha kahawa, lakini mpaka leo naona ni kimya. Kwa hiyo nitamani nijue hatima yake ni nini. Aidha, kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Karagwe ambaye pia ni diwani wa kata ya Chanika, Rongino Wilibadi, amehimiza madiwani kuendelea kufanya kazi kwa umoja kwa kushirikiana na wataalamu wa idara mbalimbali ndani ya wilaya hii, huku akihimiza swala la ukusanyaji wa mapato. Tunapokuwa na mapato ya kutosha na yale ambayo tunapomshukuru rais wetu na mbunge wetu anapoendelea kutupigania, na sisi kutoka tumekusanya, wilaya inaweza ikawa kwenye maendeleo inakimbia badala ya kutembea. Kwa hiyo niwaombe sana mkurugenzi na kuamini kwenye kukusanya mapato. Tunaingia kiangazi, nadhani vyanzo vingi kwenye kamati ya fedha tulivibainisha ambavyo vilikuwa bado viko nyuma. Sasa ilai yangu kuomba kuendelea kukusanya ili tuweze kufika malengo na kuzidi, ili tutatue kero mbalimbali za jamii yetu kwa ujumla. Lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama usijia aliongelea mambo mengi, tuombe uendelee kuweka jicho kwa wale wanaokumbana na ukatili, ubakaji, ukatili wa kijinsia na mambo mengine mbalimbali ambayo kwa kweli ni matendo kama ya kijinai. Wazee wengi wanapata shida, wizi wa kahawa na mambo mbalimbali. Kuweka mkono wako ili watu waweze kupata amani na maisha yao na mazao yao yaendelee kuvunwa kwa amani. Nikiripoti kutoka mjini Kayanga wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Karagwe Media Online TV.